cha kutumaini sina, ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha, napita njia yangu Funika macho yako, twende tukaombe. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uli hai, tunayo kila sababu ya kusema ni asante kwa uaminifu wako, asante kwa kibali chako, asante kwa neema yako. Ikiwa leo ni siku yetu ya pili ya semina, Mungu, hapa Katavi, asante kwa uaminifu wako. Lakini Mungu, kwenye mwaka ni siku yetu ya tatu. Asante kwa neema yako Bwana, umekuwa nasi toka tarehe 1 toka tarehe 2 tulipoanza semina, leo ikiwa ni siku yetu ya pili. Tunajiweka wakfu mikononi mwako Bwana, mtumishi wako Bwana, unitumie vile upendavyo. Roho Mtakatifu, karibu useme na wana Katavi, karibu useme na wale ambao wanatufuatilia mtandaoni, wanatufuatilia YouTube, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uli hai. Mungu, tupe ujumbe wa kusema nao ndani ya mwaka Bwana, tutakapokwenda kuomba na kwenye yale mahitaji. Mungu, achilia neema yako ya kimungu Bwana ikatufunike na kutusaidia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uli hai. Mungu, fungua masikio yetu Bwana, ikawe tayari kusikia kile ambacho Bwana umekiruhusu tukisikie siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uli hai. Na kila mwenye pumzi na uzima aseme amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Leo ikiwa ni siku yetu ya pili ya semina mahali hapa Katavi. Kipekee kwanza ninapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema, kibali na uzima alionipa kwa siku ya leo, lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili yako,
Kama kuacha vingine, ukaona hili liwe la kwanza kuliko mengine, ukaona hili ulipe kipaumbele, si kama uliacha alikuwa na muhimu, lakini pia alikuwa na muhimu, ukaona hili acha ulipe kipaumbele. Lakini pia nishukuru na kwa uongozi, nishukuru kwa wale ambao wanazidi kutenga muda kwa ajili ya kuomba, kwa ajili ya semina hii. Mungu azidi kuwabariki na kuwatia nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo letu lina kichwa kinachosema mbinu za kusaidia kufikia hatima yako. Mbinu za kusaidia kufikia hatima yako. Mbinu za kusaidia kufikia hatima yako. Leo ikiwa ni siku yetu ya pili. Tulianza siku ya jana tukaelezea nini maana ya hatima. Lengo la somo tukasema lengo la kwanza ni ujue hatima Mungu aliweka ndani yako, ikusaidie wewe na iwasaidie na wengine. Ujue hatima Mungu aliweka ndani yako, ikusaidie wewe na iwasaidie na wengine. Lengo la pili tukasema kujua mbinu za kufikia hatima yako, ambayo leo tutakwenda kuanza kipengele cha kwanza, kujua mbinu za kufikia hatima yako. Kujua mbinu za kufikia hatima yako. Tulianza na kitabu kile cha Esther sura ile ya 4 mstari wa 12 mpaka 17. Kitabu cha Esther sura ya 4 mstari wa 12 mpaka 17. Tulitafakari habari ya ndugu moja anaitwa Esther, ambaye Mungu alimpa neema ya kusimama baada ya Vashti kuondolewa kwenye malkia. Mungu akampa neema Esther ya kusimama mahali pale kama ni mke wa mfalme Ahasuero. Lakini ghafla Esther alikuwa na hatima kubwa juu ya Wayahudi. Hakuwa analitambua hilo mapema, mpaka Mordekai alipokuja akamwambia, Esther, usifikirie kwamba wewe utakuwa salama ukinyamaza, ukikaa kimya. Maana Esther alikuwa na hatima ambeba, lakini hakujua hatima alibeba kuna watu na siku moja itakuja kuwavusha. Kuna watu leo hii wako mahali hapa, Mungu kuna hatima kubwa ameweka ndani mwao, kuja kusaidia wengine, kuvusha wengine wamaliza masomo, kusaidia wengine waende viwango vingine. Lakini changamoto inakuja kujua hizo hatima namna ya kuzifikia. Na ndipo ambapo kuna vita vikali sana. Wengine wamejawa na utisho, wamewekewa vitisho, wengine wamewekewa vizuizi, wengine wamewekewa hofu kiasi kwamba anatamani hata aondoke. Kuna mtu yuko mahali hapa, uwepo wako kwenye praise unabariki wengine, lakini kuna hatua unafika, unafikiria kukaa tamaa, unafikiria kurudi nyuma, unasema kwani kuimba ni lazima, kila mmoja ana sauti, lakini unasahau kwamba uwepo wako kuna wengine unawasaidia, unawavusha, unawatia moyo. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Na kuombea siku ya leo, Mungu hatima aliweka ndani mwako iwasaidie wengine na ikusaidie na wewe katika jina la Yesu. Haleluya. Tulielezea nini maana ya hatima, tukasema ni mustakabali wako wa maisha uliowekewa na Mungu au uliopangwa kabla ya kuzaliwa kwako. Maana hapo ulipokuwepo, ulipokuja saa hii, tayari kuna kitu Mungu amekubebesha. Hajalishi wengine hawajui au wanajua, lakini tambua kabisa kuna kitu Mungu amekubebesha. Na kile kitu Mungu alichoweka ndani wako, kamwe ili usije ukalisahau, kamwe hakiwezi kufanana na cha mtu mwingine. Hajalishi kama mazingira yapoje kabisa, mmezaliwa familia moja, lakini tambua kabisa kitu Mungu alichoweka ndani mwako kamwe hakiwezi kufanana na mtu mwingine popote pale duniani. Hajalishi kama unakishi kwa namna gani. Ndio maana hata namna ya vita tunavyopitia ni tofauti. Hiyo ni tofauti kwa nini? Kutokana na hatima uliyobeba. Kwa hiyo kama kila mmoja kuna kitu Mungu ameweka ndani mwake, kama ni cha kitofauti, ni cha kina upekee wake, hata namna ya vita vinavyokuja vinakuwa vya kitofauti. Ndio maana unaweza kuona mnasoma darasa moja, lakini namna majaribu yanavyokuja yanakuja tofauti. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Na hata namna ya kuyashinda, kuna mwingine atashinda kwa muda mfupi, mwingine bado ana process ndefu. Usikate tamaa wala usifikirie kurudi nyuma. Kila mmoja atavuka, atafika kwenye Kanaani yake kwa wakati wake. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu wakati wa Mungu ni sahihi kwa majira yote. Wakati wa Mungu ni sahihi kwa vipindi vyote. Wakati wa Mungu ni sahihi kwa nyakati zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo siwezi nikaanza kuelezea sana kutokea mwanzo. Siku ya jana tuliingiza na kwa kirefu sana, tukatafakari habari ya kina Musa, tukatafakari habari ya Esther, namna ambavyo Mungu alimpa neema akaja kusaidia Wayahudi wengi sana, akawasaidia.
Tukaendelea mambo ya kuzingatia. Tulitafakari kidogo mawili, tukasema madhara ya kutofikia kwenye hatima si tu yataathiri wengine, bali hadi wewe mwenyewe yatakuathiri. Leo hii ukasema mimi naacha kuimba kwa sababu vita vimekuwa ni vikali sana. Si tu wataathirika wengine, hadi wewe ni mmoja wapo ambaye utaathirika. Mungu asifiwe sana. Haleluya. Tukaendelea mbele, mtu alibeba hatima ya familia au ya taifa au ya eneo, si tu madhara hayatampata, bali madhara yeye pia yatampata. Tukaendelea, jambo la pili la kuzingatia, hatima uliyobeba ina majira maalum yaliyoamriwa ili uanze kuishi. Hatima uliyobeba ina majira maalum iliyoamriwa ili uanze kuishi. Hujawahi kuona mtu mnawezekana mmekuwa naye kipindi cha masomo, mmekuwa naye kabla ni hapa chuoni, mmekuwa naye, ghafla kuna majira yakaja yakaanza kumtambulisha kipaji alichonacho, lakini nyakati zote hamkuweza kujua kama huyu ndugu ana kipaji kubwa sana au ana kalama kubwa sana. Mmekuwa naye nyakati zote. Kwa hiyo kuna majira maalum ambayo Mungu anayakusudia kila mmoja muinue kwa wakati wake. Hayo majira vita vyake sio vya kawaida, kwa sababu Shetani anajua kabisa ukifika kwenye majira wewe ni kipengele ambacho utakwenda kung'aa, kutambulisha kama kile ambacho Mungu ameweka ndani mwako kitaanza kutambulika kwa vizazi vingine na watu wengine. Kuna jambo kama mawili au matatu ya kuandika ambayo tuliacha siku ya jana. Andika jambo la tatu, jambo la kuzingatia, jambo la tatu. Upo msaada mwingine kwa mbeba hatima ya eneo kushindwa kusimamia kwenye nafasi. Upo msaada mwingine kwa mbeba hatima ya eneo. Upo msaada mwingine kwa mbeba hatima ya eneo kushindwa kusimama kwenye nafasi. Upo msaada mwingine kwa mbeba hatima ya eneo kushindwa kusimama kwenye nafasi, lakini kuna adhabu kwa mbeba hatima kushindwa kusimama kwenye nafasi. Upo msaada mwingine kwa mbeba hatima ya eneo kushindwa kusimama kwenye nafasi, lakini kuna adhabu kwa mbeba hatima kushindwa kusimama kwenye nafasi. Kitabu kile cha Esta sura ile ya 4 mstari wa 14. Kitabu cha Esta sura ya 4 mstari wa 14. Esta sura ya 4 mstari wa 14. Maandiko yanasema, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutawatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini nani ajuaye kama wewe ukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Esta alikuwa anapewa maelekezo, akaambiwa kwamba Esta, kama wewe ukikaa kimya, msaada utainuka kwa wakati mwingine, kwa maana msaada utainuka kwa njia nyingine. Haleluya. Leo hiyo ukisusa kuimba ukasema unajitenga, ukisusa kuongoza kundi ukasema unajitenga, ukasema mimi sihusiki kwenye ile grupu, sihusiki kabisa, ukajitenga, maandiko yanasema msaada utaibuka kwa njia nyingine, lakini kuna adhabu juu ya huyu ambaye ameshindwa kusimama kwenye ile hatima. Tunza hiki kitu ukakisahau kabisa. Ukishindwa kusimama kwenye hatima au ukashindwa kufika kwenye hatima, Mungu atainua msaada kwa mtu mwingine. Haleluya. Wewe ukasema mimi simbi wembe wenyewe tu kwa sababu anasema sauti yangu ni nzuri, Mungu atamuinua mtu mwingine, lakini tambua kabisa kuna adhabu itakuja juu yako. Kwa nini? Kwa sababu umeshindwa. Mungu alikuweka wewe kama ni first priority, alikuwa ndio wewe wa kwanza kusaidia wengine, ukasema hapana. Vita visikufanya ukaondoka kwenye nafasi Mungu aliyokuitia. Changamoto zisikufanya ukaondoka kwenye nafasi Mungu aliyokuitia. Vitisho, woga visikufanya ukaondoka kwenye nafasi Mungu aliyokuitia. Tambua kila panapoinuka aina vita ni ishara ya kwamba unakuwa.
Haleluya. Kila ambapo unainuka namna yote ya vita, jua kabisa kuna dalili za ukuaji unaendelea. Kwa sababu kama haukui kiroho, utajikuta kila siku ni vile vile tu. Ukijiona wewe ukijitafakari kwamba kila siku upige vita upo kawaida tu, tambua kuna mahali hapapo sawa. Haleluya. Unasema kivipi mtumishi? Sijakuelewa. Nasema hivi, ukiwa unasoma darasa au kozi au level fulani, halafu hilo darasa halinaga mtihani, ni vigumu kwenda level nyingine. Utakaa miaka yote utakaa, kwa sababu hamna mtihani wote. Wewe unafurahia unasema mtihani hamna, ile darasa ni zidi, shule ni nzuri sana, lakini tambua kabisa au kwenda level nyingine. Ili uende level nyingine lazima ukane na mtihani. Na hivyo kiroho upo hivyo hivyo, ili uende viwango vingine lazima ukane na jaribu. Kwa hiyo kadri unazidi kushinda majaribu, ndivyo Mungu anapokupeleka viwango vingine. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usiogope majaribu yakienda kujia, ambaye Mungu nisaidie, nipe namna ya kuyashinda. Hajalishi yana nguvu kiasi gani, yanakuja na yanachoma kiasi gani, mnipe nguvu ya kuyashinda. Kwa nini? Kwa sababu kadri ninavyozidi kuyashinda ndivyo ninavyonipeleka viwango vingine. Ukifikiria kuyakimbia majaribu unasema hapana, ngoja nitafute msaada mwingine. No, maandiko yanasema Mungu atainua msaada kwa njia nyingine. Alafu wewe ambaye ulikimbia hilo eneo, maandiko yanasema utaadhibiwa. Haleluya. Ulishawahi kutafakari wana wa Israeli? Nitafakari jana, niliongea jana. Wana wa Israeli walipoona bahari ya Shamu iko mbele yao, wangetafakari wakasema, sasa ni bahari ya Shamu, tutafute msaada kwa namna nyingine. Alafu Mungu anamwambia njia iko hapa. Wakimbia, yamkini wasingeweza kuvuka. Kuna mahali Mungu anakupitisha pagumu, lakini jitie nguvu katika Bwana. Mungu, niko tayari. Maadamu nusu nipite, niko tayari kupita. Haleluya. Kuna wakati unatafakari wewe unaona kwa nje unatabasamu kabisa, lakini unayopitia moyoni wewe na Mungu wako tunayejua. Hakuna anayejua. Kwa nje umeruhusu watu kuona unatabasamu kabisa, lakini ndani ya moyo unajua vingapi. Unasema natamani hata ningempunguzia portion fulani mtu fulani, akaona namna ambavyo unapitia. Lakini jitie nguvu katika Bwana. Kanani yako inakuja, jitie nguvu katika Bwana. Ushindi unakuja, jitie nguvu katika Bwana. Njia yako inakuja ambayo itakuwa nyepesi, jitie nguvu katika Bwana. Haijalishi saa hii unakutana hukumu kiasi gani, lakini jitie nguvu katika Bwana. Ipo siku utakuja kusema utasema nilipita nyakati fulani zilikuwa ni ngumu, lakini niliona mkono wa Bwana ulinibeba na ukanivusha. Nilipita jangwani, lakini nikashangaa Mungu ameinua msaada, nikavuka nikaenda salama. Nilipita kwenye bahari ya Shamu, lakini ghafla nikashangaa Mungu ameinua fimbo, nikavuka. Leo hii bahari ya Shamu si kitu kwangu. Haleluya. Si kila jaribu ni la kukimbia. Kuna aina nyingine ya majaribu inakupasa uyakabili. Unasema kivipi mtumishi? Ndugu anaitwa Yusufu alipokutana na jaribu la mke wa Potifa, mke wa bwana wake, hakuwa anaelewa. Alijaribu kuongea kwa namna, alijaribu kulikabili, lakini ilifika hatua ilimbidi alikimbie. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Nami ninakuombea, tutakwenda kusema pale mwishoni. Nami ninakuombea katika jina la Yesu, si jaribu limekuja lina ukubwa kiasi gani, Mungu akupe neema ya kulishinda, uende viwango vingine. Hajalishi wengine wanasema sidhani kama atatoka pale salama, Mungu akupe neema ya kutoka. Amina. Haleluya. Tuendelee mbele. Kama unaandika, andika sentensi nyingine. Kitu au pekee wa kitu Mungu alichokupa, ukishindwa kukisimamia, Mungu atainua msaada mwingine. Mungu atainua msaada mwingine. Kitu au pekee wa kitu Mungu alichokupa, ukishindwa kukisimamia, Mungu atainua msaada mwingine. Kama Musa alipoona bahari ya Shamu, angeogopa akarudi nyuma. Safari ya wana wa Israeli ilikuwa iko pale pale. Musa angekuwa pembeni, Mungu kainua mtu mwingine. Halafu safari iko pale pale. Wewe pekee Mungu alikupa, ukifika hatua kaanza kuinuka na kiburi, ukaanza kuinuka kama Isee, ukajitenga. Usifikiri watu watafahamu, usifikiri hichi kundi kitakufa. No. Mungu atainua msaada mwingine. Lakini usubiria mkono wa Bwana. Mungu akusaidie. Yesu asifiwe sana. Najua hapo wengine ambao maneno yalikuwa ni mengi sana, vita ni vikali sana. Ukasema mimi jamani, yani naombeni tu ukatumia namna yote ya hekima. Lakini nataka nikutie moyo siku ya leo.
Jitie nguvu katika Bwana. Jitie nguvu katika Bwana. Yamkini hawajajua Mungu kitu alichoweka ndani mwako ni kikubwa sana, lakini jitie nguvu katika Bwana. Haijalishi vita ni vikubwa kiasi gani kwenye nafasi, wewe jitie nguvu katika Bwana. Haijalishi wanasema si anajiona sana, maadamu unajitoa katika kumtumikia Mungu, jitie nguvu katika Bwana. Haleluya. Kwa sababu hawajatambua uhusiano wako na Mungu, hawajatambua Mungu amekutoa wapi mpaka umefika hapa. Hawajajua. Wanakuwa tu leo yuko mahali hapa, hawajajua Mungu amekupitisha nyakati ngapi, amekupitisha vipindi vingapi vigumu, amekupitisha. Hawajatambua. Right, wangetambua wangesema ese, ni neema kubwa kasema mbeba. Haleluya. Unajua kupiga vita yamkini kuna wakati hajatambua Mungu hapa alipokutoa. Unafikiri si wahubiri au watumishi kwamba tukao tunahubiri vita na vita. Tunakutana navyo, lakini kila kitafakari ile neema ya Mungu ilipotutoa, tunasema hapana, hata hili nitavuka, nitasonga mbele. Nawe pia ukikumbuka wapi Mungu alipokutoa, uko lepo, ukavuka uliingia tena unaumwa, ukashangaa ghafla matokeo umetoka umefaulu. Ghafla ukaingia sijui advance, ukaingia sijui cheki, ukaingia wapi, ukashangaa ghafla upo chuo. Wanasema amefikaje? Wakisema amefikaje mbese, hata mimi sijui. Ninachojua ni neema ya Bwana imenibeba. Ili nibebaje hata mimi sitambui, lakini ninachojua kwamba ni neema ya mkono wa Bwana umenibeba. Haleluya. Usije ukasahau wapi Mungu alipokutoa kwa sababu ya jaribu unaona mbele yako. Haleluya. Narudia tunasema hivi, usije ukasahau wapi Mungu alipokutoa kwa sababu ya ugumu unaoona mbele yako. Nasema hivi, usije ukasahau vita unavyokutana navyo, ukasahau wapi Mungu alipokutoa kwa sababu ya vita ya maneno uliokutana mbele yako. Usije ukasahau. Mungu amekutoa mbali sana. Wewe ukivuta picha saa huko ulikotoka, Mungu amekushindia kwenye mangapi? Aliyekushindia jana hata leo anaweza kukushindia. Haleluya. Yule Mungu ambaye alikutetea jana, juzi na juzi yake na mwaka jana, hata mwaka huu bado anayo nguvu ya kutetea tena. Haleluya. Jambo la nne. Ipo haja ya kuomba kwa ajili ya ipo haja ya kuomba juu ya aliyebeba hatima ya kuvusha mahali ulipokwama. Ipo haja ya kuomba kwa ajili ya watu waliobeba hatima ya kuvusha mahali ulipokwama. Kwa tafsiri nyingine, ipo haja ya kuomba. Jana tulifanya maombi hayo. Mungu akutanishe na watu waliobeba hatima ya kuvusha mahali ulipokwama. Kuna mtu umekwama, unahitaji msaada wa ushauri. Kuna mtu umekwama mahali fulani, unahitaji msaada wa hekima. Kuna mtu mahali fulani umekwama, unahitaji msaada fulani, Mungu akutie moyo. Unajua kuna watu wanavuka kwa sababu kutia moyo tu, alafu mbona mimi niliongea tu kawaida tu, lakini kumbe ghafla maneno yako yalifanyika faraja kwa mtu yakamvusha tu fulani. Kwa hiyo hawa watu wanahitaji kuwaombea, haujui atakuja wakati gani. Haleluya. Mtu anafika hatua akaamua kujiondoa uhai, ni kwa sababu kuna aina ya watu wakutana nao. Laiti mtu angemsaidia ile isingekuwa mahali pale. Kwa hiyo hadi kwenye maisha yako ipo haja Mungu nisaidie nikutanishe na watu ambao umewakusudia. Wanivushe ile eneo, nisikane nimekwama hapa, nimeomba sana, nimefunga sana, nimetesa peke yangu, nimefunga peke yangu, lakini ghafla nimekuwa Mungu, kama yupo Musa wangu umekusudia aje kwa ajili yangu, Mungu msaidie nikutane naye. Kama yupo Esther kwa ajili yangu anivushe ile eneo, Mungu nisaidie nikutane naye. Kwa sababu bila hivyo utakaa miaka na miaka, na wengi watashangilia watasema ndio vizuri. Unajua kuna mtu amekwama kwenye somo fulani miaka na miaka. Kiasi kwamba anafikiria anasema kwa nini ningeenda kufanya biashara. Ipo haja kuomba Mungu nisaidie. Kama hapa nimekwama kwa uwezo wangu, kwa fikra maarifa yangu nimeshindwa, nimefika mwisho. Hebu nisaidie basi. Ni wa mtu kwa ajili yangu. Haja nisaidie hapa univuke hapa. Mungu wetu mwaminifu sana. Haleluya. Usikubali kukaa hapo kwa muda mrefu ukasema kwa sababu nimeteseka sana. Hapana, mahali pote penye ukuta tambua hapana mlango. Mahali pote penye vizuizi upo mlango wa kutoka. Mahali pote penye jaribu lipo eneo la kutokea. Mahali pote ambapo umeona sasa nimewekewa vizuizi kila eneo, lakini tambua upo mlango special unatoka. Ni majira ya kuweza kuona huo mlango. Ndio kazi. Na kwa maana hiyo Shetani amekwenda kukaa kwenye ile eneo lenye mlango kabisa, amewekea kila aina vita, vizuizi vya kutosha. Usikutane na watu. Unajikuta wewe kila siku ni hapo. Haleluya. Hicho kilikuwa ni kipengele cha jana. Tamani tuanze cha leo. Mbinu za kusaidia kufika hatima yako. Bado ndio kiini chetu cha somo. Mbinu au njia za kusaidia kufikia hatima yako.
njia za kukusaidia kufikia hatima yako, au mbinu za kusaidia kufikia hatima yako. Jambo la kwanza, andika: kubali na uamini njia anayokupitisha Mungu ni sahihi na salama kuliko njia yote ile uliokuwa unafikiri ni salama kwako. Kubali na uamini njia anayokupitisha Mungu ni sahihi na salama kwako. Kubali na uamini njia anayokupitisha Mungu ni sahihi na salama kuliko njia yote ile uliokuwa unafikiri ni salama kwako. Kubali na uamini njia anayokupitisha Mungu ni sahihi na salama kuliko njia yote ile uliokuwa unafikiri ni salama kwako. Nakwenda kuingia kwa ndani sana kwenye kipengele. Sio jambo rahisi na sio jambo jepesi kuamini njia za Mungu anazoturuhusu tupite. Sio rahisi kuzielewa, na nilisema siku ya jana, nikasema kwamba kuna mazingira Mungu anakupitisha kwenye njia ambazo ni ngumu sana kuzielewa. Yaani kuna wakati ubongo wako unafeli, ukisema hapa kweli ni muelewe vipi Mungu? Si muelewe. Lakini katika yote tambua ni sahihi na ni salama kwako. Haleluya. Njia yote ile ambayo Mungu amekuruhusu upite, hajalishi na miba kiasi gani, lakini tambua ni sahihi na salama kwako. Njia yote ile ambayo Mungu amekuruhusu ipite, amekuruhusu mwanangu pita hii njia, hajalishi ni ndefu kiasi gani, lakini tambua ni sahihi na salama kwako. Njia yote kwa wana wa Israeli ilikopo ipo njia fupi kabisa ya kufika nchi ya ahadi, lakini Mungu alikusudia pite njia ile. Tambua. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa ni sahihi na salama kwako. Haleluya. Sasa tukileta namna ya ubongo wetu, akili zetu, tukianza kuchanganua, tukianza kufikiria kiuhalisia, kitu gumu kuelewa. Si nyakati zote unaweza kumuelewa Mungu. Hilo sio kasahau. Yaani kuna mazingira Mungu anafanya maamuzi yake, ni yeye kama yeye, huwezi kuyaelewa. Wewe amini tu. Sio kanavyo Mungu bado na kuamini. Niko tayari kusonga mbele na wewe. Ni kweli kuna kazi nafika ubongo na shinda kabisa kuelewa. Ukishindwa kuelewa, wewe amini tu. Tambua kama ninaelekea huko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulishawahi kuona una ndoto nzuri sana, labda una ndoto kuja kwa daktari, hasa unasema nije kwa daktari niokoe watu, waponye watu wagonjwa wale wamezidiwa, halafu ghafla njia ya kupitisha Mungu ikazuia kuja kwa daktari. Inawezekana ulipata ugumu mkubwa sana kumwelewa Mungu. Inawezekana sasa, Mungu, nia yangu ilikuwa ni nzuri kabisa, siku moja nije kwa daktari nisaidie wengine, kabisa nia yangu ilikuwa ni nzuri na nilikuwa ninaomba Mungu kwa ajili ya ndoto, lakini ghafla haikuwa hivyo kwa Mungu. Amekupitisha Mungu na sasa hii njia nikienda nayo sifikiri ndoto, lakini tambua yote katika yote bado ni sahihi na salama kwako. Haleluya. Najua ni vigumu kuelewa hapo. Sasa mtumishi, ni sahihi kivipi? Wakati inawezekana wakati mwingine kuna mazingira kumwambia Mungu asante. Sijajua mpango wako upoje, lakini najua Mungu nakushukuru. Sijui njia zako umeniamuru vipi nipite hapa, lakini nakushukuru, asante katika yote. Haleluya. Kuna mazingira Mungu anakupitisha tutengeneze testimony, ushuhuda kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. No testimony without testing. Hakuna ushuhuda bila jaribu. Ili uweze kushuhudia lazima kuna mahali unapita kwenye jaribu. Kwa no testimony without testing.
Kuna njia nyingine ni ngumu kumuelewa Mungu, ni ngumu kabisa kuzipita, lakini kuna hatua inabidi ufike, kubali na uamini. Useme Mungu, bado ninaamini katika yote, niko tayari kutembea na wewe. Bado ninaamini katika vipengele vyote, katika magumu yote, bado ninaamini, bado Mungu wangu utabakia kwa Mungu wangu tu. Bado katika njia zote, hajalishi masomo nitamani jipe ipande kiasi gani, lakini imekuja hii, bado katika vipindi vyote, nyakati zote nilijitoa sana kusoma, nilijitoa kwa namna zote, lakini bado katika yote, bado Mungu ninakuamini. Sijajua Kanaani yangu nitafika lini, kwenye ndoto yangu nitafika lini, kwenye hatima ulionipa nitafikia lini, lakini yote katika yote Mungu ninakuamini. Sijajua Mungu njia ulioniruhusu nipite ina ugumu kiasi gani, kwa nini umeruhusu nipite? Wakati tunajua kabisa mimi ni mdhaifu sana kwenye majaribu ya namna hii, lakini yote katika yote bado Mungu ninakuamini. Jifunze kunitamkia hayo maneno ya ujasiri. Hajalishi na ingoja mtendo mtani ni mtende kabisa, nikiwa nikutafakari sijui kama nitatokaje hapa, lakini katika yote bado Mungu ninakuamini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kidogo kitabu cha Danieli. Danieli sura ya 3 mstari wa 12 mpaka 23. Danieli sura ya 3 mstari wa 12 mpaka 23. Maandiko yanasema hivi: wako Wayahudi kadhaa wakaza, uliwaweka juu ya mambo ya wilaya, uliweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, yaani Shadraka na Meshaki na Abednego. Watu hawa, mfalme, hawakujali wewe, hawaitumikii miungu yako, wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu uliyosimamisha. Basi Nebukadreza akatoa amri kwa hasira na ghadhabu, waletwe hao Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi wakaletwa watu hao mbele ya mfalme. Nebukadneza akajibu akamwambia, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, je, ni kwa makusudi hata mtumikii Mungu wangu, wala kusujudia sanamu ya dhahabu niliyosimamisha? Basi sasa, kama mkiwa tayari, wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomali na namna yote ya ngoma, kuamka na kusujudia sanamu niliyosimamisha, ni vema. Bali msipoisujudia, mtatupwa saa hiyo katika tanuru yakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu? Tuishie hapo. Anasema basi ni nani Mungu yule atakayewaokoa kwenye mikono yangu? Huyu alikopo ni habari ya Shadraka, Meshaki na Abednego. Hawa ndugu, ndani ya utawala wa Nebukadreza kuliinuka utawala ambao ukasimamisha miungu yao kama sanamu, halafu likaamuru watu wote waliabudu, watu wote walisujudu. Kwa hiyo kila ikipigwa filimbi, vikipigwa kinanda, mahali pote ulipo unapaswa uabudu, usujudu na uliabudu. Maandiko yanasema kina Shadraka, Meshaki na Abednego hawakuwa tayari. Haleluya. Shadraka, Meshaki na Abednego hawakuwa tayari, na walikuwa wapo karibu sana mfalme Nebukadreza, anawaamini kabisa. Lakini pamoja na kwamba wanawaamini, lakini wao hawakuwa tayari. Ingawa walikuwa wanamheshimu kwenye utawala wake, lakini hawakuwa tayari kubali kusujudu sanamu. Maandiko yanasema watu wakaibuka, wakapeleka yale mashtaka mbele ya mfalme Nebukadreza. Mfalme Nebukadreza akatoa the last chance. Tuseme wote the last chance. Akatoa nafasi ya mwisho kina Shadraka, Meshaki na Abednego. Akatoa the last chance. Akawaita. Afa akawaambia. Kwa maana nyingine ni kama alitoa option ya mwisho. Hakuna, kwa sababu wao ni wakubali, amkini labda wamesingiziwa, labda hawajui wanachokifanya, labda hawakusikia. Ngoja niwaite hapa, halafu niwatetee kwa namna hii, kwa sababu alikuwa anawapenda na wakubali. Wakaitwa. Lakini wakina Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa wanajua nini wanachokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Wao sio kama walikuwa wanafanya kibahati mbaya, walikuwa wanatambua nini wanachokifanya. Kwa maana nyingine ni walikubali. Walisema tupo tayari kuteketea, lakini Mungu wetu abakie mioni mwetu. Tupo tayari kuingia kwenye makorongo, lakini Mungu wetu acha awe Mungu wetu. Tupo kubali kupita njia ngumu, lakini Mungu wetu acha abaki kwa Mungu wetu tu. Tupo kubali kupita njia ambazo nyingine hawaamini kabisa. Haisema unajua mlikuwa watu wazuri kabisa, mnapitaje njia kana za namna hii? Lakini umesema niko tayari kupita na Mungu wangu.
Haleluya. Yesu asifiwe sana. Wakina Nebukadreza wapo wengi sana kwenye masomo, wengi sana. Inawezekana ni vigumu kunielewa, lakini wakina Nebukadreza wapo wengi sana ambao wako tayari wakuharibia uhusiano wako na Mungu ili wewe upite salama, lakini nataka nikwambie hautakuwa salama. Ni vigumu kuharibu uhusiano wako na Nebukadreza ukatengeneza uhusiano wako na Mungu wako aliye hai. Ni vizuri kabisa ukaharibu kabisa uhusiano wewe na Nebukadreza. Kama hata kuelewa sawa, lakini kama hata kuelewa, asante Yesu. Lakini uhusiano wako na Mungu ubakie pale pale. Nyinyi mnajua changamoto unazopitia shuleni, mabinti mnajitambua, mnaelewa. Lakini kubali kabisa nyakati zote Mungu anaweza kupitisha. Mungu, niko tayari. Kama njia hii ni ngumu sana, niko tayari kupita. Lakini kamwe sitakubali kuanguka mikononi mwa Nebukadreza. Sitakubali kuanguka mikononi mwa Nebukadreza. Kwa sababu kama nikiungana na mikono mwa Nebukadreza, uhusiano wangu na Mungu, uhusiano wangu na Yesu unaishia hapo. Haleluya. Na wengine inawezekana upo ukitana ile jaribu ukashindwa kuvuka, utakwenda kufanya maombi. Mungu akusaidie tena, kupe nguvu tena za kuvuka. Hawa kina Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa wanatambua nini wanachokifanya mahali pale. Hawakuogopa, wakasogea pale mbele. Maandiko yanasema ikapigwa filimbi, ikapigwa kinanda, alafu akamwambia wakina Shadraka na Meshaki wakasema, mfalme, sisi hatuko tayari. Si kama tulikuwa hatujui tunachokifanya. Tunamtambua Mungu wetu, tunamtumikia. Haleluya. Sasa mfalme Nebukadreza alikuwa anatambua namna hii. Kuna kitu cha kuandika mbeleni. Alikuwa anatambua namna hii. Alikuwa anajua Mungu wa kina Shadraka, Meshaki na Abednego anaweza kuwazuia wasiingie kwenye tanuru la moto, lakini alikuwa ajui huyo Mungu anaweza wakaruhusu wakaingia ndani ya tanuru la moto lakini wasiangamie. Haleluya. Yamkini hujanielewa. Nasema hivi, mfalme Nebukadreza hakuwa anatambua hili. Alitambua Mungu wa kina Shadraka, Meshaki na Abednego anaweza kuwazuia wasiingie kwenye tanuru la moto, lakini hakuwa anatambua kwamba huyo Mungu anaweza akaruhusu wakaingia lakini wasiangamie. Wanaweza wakaingia lakini wasiteketee. Wanaweza wakaingia lakini bado wakatoka salama. Wanaweza wakaingia lakini bado wakang'aa. Wanaweza wakaingia lakini bado wasiteketee. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wao ni mkubwa sana. Haleluya. Mungu unayemtumikia mbele ya moto si kitu. Haleluya. Mungu wako ni mkuu sana. Si tu kama anaweza kuzuia usiingie kwenye jaribu. Kuna wakati anakuruhusu uingie kwenye jaribu alafu akutoa salama. Alafu maadui anashangaa anasema imekuaje? Ametokaje kwenye eneo? Hata mimi sijui. Mimi nilikubali nikaamini nikakubali kuingia. Nilikubali nikaamini nikakubali kupita. Sikuwa na mashaka, sikuwa na hofu. Nilisema kwenye jaribu acha nipite na Mungu wangu. Kwenye mapito acha nipite na Mungu wangu. Wamenitenga lakini sawa. Mungu wangu sitajitenga kwake. Nipo tayari kupita. Nimekubali na nimeamini kupita na Bwana wangu. Nimekubali kupita na Mungu wangu. Niye kama hamnielewi sawa, lakini najua nikifika mambo mtanielewa. Nikifika hatua nyingine mtanielewa. Mtasema hile kwaje? Mimi sijui, nitasema mbele zenu mtasema Mungu ndiye alinivusha. Haleluya. Kwa mazingira unapita ambayo watu wengi hawakuelewi. Mfalme Nebukadreza hakuelewa hiki kitu. Kwa hiyo tumalizie habari. Mstari wa 16. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu akamwambia mfalme, Nebukadreza, hamna haja ya kujibu katika neno hili. Angalau namna ya ujasiri, kama hamna haja ya kujibu katika neno hili. Kama majaribu yapo tu, tupo tayari kupita. Kama mapito yapo tu, tupo tayari kupita. Lakini Mungu wetu, useme Mungu wetu hatukubali uharibike kiasi. Hatukubali. Haleluya. Hatukubali kuharibu usendu kiasi hivi kabisa tukaanguka. Hatukubali. Ni kweli wa mfalme tunakuheshimu kabisa. Tumetoka nayo first year, tumeingia second year, tumeingia third year, lakini I say tunatambua tumevuka. Wewe Mungu alifanya kama kupitisha tu, lakini tunatambua ndio Mungu ambaye alikuwa anatetea na ametuvusha. Haleluya. Wewe unatambua mazingira Mungu aliyokutoa ni wapi? Unatambua. Yaani kuna mazingira kabisa unajua sasa hapa hata chemistry ziligonga ukuta. Science ziligonga ukuta. Wewe unatambua kuna wakati uliingizwa kwenye hospitali, sio uliingizwa kwenye operation ukajua ni hapa aliyofika. Ni Mungu tu. Shina kabisa akiwa anajiandaa anasema hapa kabisa hawezi kutoka. Lakini ghafla ukashangaa unatoka unang'aa. Ghafla ndio mtu imekuaje? Hata mimi sielewi. Natambua ni huyu Mungu ambaye nilisema niko tayari kupita naye. Haleluya. Kubali na uamini.
Njia anayokupitisha Mungu ni sahihi na salama kuliko njia yote ile uliyokuwa unafikiria. Ni salama kwako kabisa. Hajeshi ikawa ni ndefu kiasi gani, lakini kubali. Maadamu uko na Mungu na amani, nasema niko tayari tukupita. Wenzako anakupita, niko tayari kupita na huyu Mungu wangu. Niko tayari. Huyu Mungu hata niende kutembea naye. Unafikiria namna ambavyo Mungu atakuandaa wewe kuja kuwa mtumishi? Utakuwa sana ambaye unakuja kumhubiria. Ngoja nielewe. Nasema hivi, namna ambavyo Mungu alikuwa anamwandaa Musa haikuwa sawa na namna ambavyo Wanaisraeli walivyokuwa wanaandaliwa. Mungu alimwandaa Musa kwa namna tofauti, kwa sababu alijua kuna mazingira atafika wana wa Israeli wataanza kunungunika sababu baada ya Shamu. Musa atasema hapana, msiogope, mtamsiona hawa maadui na leo hamtaona tena. Kwa nini anatoa kauli hii? Kwa sababu anatambua wa mazingira gani Mungu alimwandaa. Mazingira gani Mungu alimtoa. Kwa hiyo kuna washaka. Alisema kwa Mungu ninayemtumikia, hamjajua huko nilipoenda Midian. Mungu nilikuwa namtumikia amenivusha kwenye mangapi, hamjatambua. Kwa hiyo nyinyi msiogope tu, msiogope. Wengine hawamuelewi. Ndio nilisema siku ile nikasema kuna wengine watavuka kwa sababu yako tu, watavuka tu. Wanavuka tu kwa sababu ya idea zako, wanavuka. Nyinyi wengine si mashahidi, mnaona hata kwenye group discussion. Wengine hamkwenda kupresent, amepresent mmoja mkabao inatosha, wote mmefaulu. Mmekewa 10, wote mmepata 10. Natambua. Kwa nini? Kwa sababu kuna wakati mazingira Afrika ni mmoja tu anafanyika, mmoja anafanyika msaada, anafanyika ngazi ya kuvusha wote. Haleluya. Kristo asifiwe sana. Yesu asifiwe. Tuendelee mbele. Sura 17. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia haweza kutuokoa tanuru ile iwakayo moto. Naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kusujudia sanamu ya dhahabu uliyosimamisha. Ndipo Nebukadreza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Kwa alivyoona vile, yamkini akaona labda moto utakuwa mpungua makali. Maandiko yanasema akawaamuru wale wajakazi wake waongeze 10, waongeze mara 7 ule moto, waongeze mara 7 ukali wake. Haleluya. Hujawahi kuona kuna mtu anatamani apitishe agenda yake alafu ukataa, akuletea ugumu zaidi ya uliokuwepo, kiasi kwamba ukasema sawa, lakini ukasema sawa. Haleluya. Hadalishi ugumu umeongezwa mara 7, tambua Mungu wako anaweza kupitisha kwenye ugumu mara 7. Hadalishi ugumu waliokuwekea ni mkubwa, ameuongeza kwa mwaka huu kiasi gani, lakini kwa Mungu wetu si kitu. Ushindi uko pale pale, kuvua uko pale pale. Hadalishi wametengeneza vita kiasi kwamba hapa tuone Mungu wake, hawajajua huyu Mungu unamtumikia. Hawajatambua Mungu wako amekutoa wapi. Hawajajua. Wakina Shadraka na Meshaki walipotengenezwa ugumu wao kwa mara 7, wakasema sawa, wewe mkata hata mara 30, weka tu. Tunatambua nguvu za Mungu tulinaye. Tupo tayari kupita njia Mungu anaturuhusu tupite. Tupo tayari kupita. Hadi tutachelewa huko tunapotamani kufika mapema, lakini tupo tayari kupita. Hadi ugumu tunaona saa, lakini tupo tayari kupita na huyu Mungu. Mungu tunamtambua vizuri sana. Wakubali. Nebukadreza akaona hawa wale wana kiburi sana, wanashindwa kunisujudu, kutii mamlaka yangu. Hawajatambua vizuri, hawajanijua. Hawajua mimi ndo hapa ndo mfalme, hawajatambua. Lakini Nebukadreza hakutambua kwamba yupo mfalme wa wafalme. Yupo mfalme wa wafalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Watesi wako hawajatambua Mungu aliye nani mkuu zaidi ya wao. Zaidi ya wao. Amina. Wao wanawaka basi yupo kawaida tu, huyu yupo tu. Huyu yupo tu, lakini hawajajua kuna wakati neema inatubeba kiasi kwamba tukiangalia majibu tumetaja kule nyuma hatujui, tumevuka tu. Hatujatambua tumevukaje. Lakini tulishangaa tupo ngambo ya pili. Tumevukaje? Tunashindwa hata kueleza wengine. Tunachoambia aisee, kweli mazingira yalikuwa ni magumu, lakini nilikubali na nikaamini njia anayonipitisha Mungu ni salama na sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuendelee mbele. Mstari wa 10 na wa 20. Kisha kaamuru wa 21. Basi watu hao wakafungwa hadi wamevaa suruali zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao. Wengine wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu ya amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa ina moto sana,
Mwaka ule moto ukawaua wale watu waliwashika Shadraka na Meshaki na Abednego. Na watu hao watatu, Shadraka na Meshaki na Abednego, wakaamka hali wamefunga katika ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiendelea mbele mstari 24, ndipo Nebukadneza akasalimu akainuka haraka akasema, akanena, akamwambia mawaziri wake, je, hatukuwatupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu akamwambia, mfalme, kweli mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu wanne nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana dhala na sura yake. Yule wanne ni mfano wa mwana wa miungu. Kisha Nebukadneza akaukaribia mdomo wa tanuru iliyokuwa inawaka moto, akaenda akasema, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni mje huku. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakatoka katika ule moto, na maamiri na manaibu na madiwali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja, wakaona watu hao ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya miili yao, wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Maandiko yanasema hivi, wakina Shadraka, Meshaki na Abednego walipoitwa walikuja. Wakashangaa, nywele zao hazikuteketea, wala nguo zao hazikuteketea. Maandiko yanasema yanafika mpaka mbali, hata harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Hata harufu ile ya moto haikuwapata. Ukivuta picha kwa namna ya kawaida, sayansi gani ambayo imetumika haielezeki. Ukiambiwa fanya hii principle, ielezeaje, imekuaje hapa, hawa watu tokaje, ni vigumu kuelewa. Unaweza kukaa kutoka asubuhi mpaka jioni ukashinda kuelewa kabisa moto ulikuwa naka ule. Si kama ule moto ulikuwa huko. Maandiko yanasema waliokuwa wamewashika kabla hajaondoka wamewashika ule moto uliopata wao. Lakini wao walipokuwa wanaenda kwenye moto, Mungu alikuwa amewashapa kinga ya ule moto. Wao walipokuwa wanaingia kwenye moto, Mungu alikuwa ameshawekea kinga kwamba hajalishi moto utaongezwa mara 7 zaidi ya mara 7, lakini hawa ni wanangu, wanatoka salama. Hajalishi wamekutengenezea vita kiasi gani, lakini tambua kabisa Mungu wako atakutoa salama. Hajalishi umetengeneza vita kiasi gani, mara 7 au mara zaidi ya 7, lakini tambua Mungu wako atakutoa salama. Hata harufu ya ile jaribu hautalisikia. Haleluya. Wakina Shadraka walikuwa wapo tayari, walikubali kupita ile njia. Walikubali. Kwani wewe leo hii unataka ukatae, upingane na Mungu? Maadamu ni Mungu amekuruhusu, kubali. Mungu, niko tayari. Sitakuacha. Sitaacha huduma. Sitaacha karama ulionipa, sitaacha. Nitakutumikia kadri Mungu anaponipa nafasi, sitaacha. Sitaacha kutumikia. Hajalishi ratiba zimenisonga kiasi gani, lakini sitaacha. Wewe inawezekana yupo mtu mahali hapa alikuwa ni mwimbaji ameweza kuandika, lakini akaona hao wamemsonga sasa ngoja kuniache. No. Hajalishi majibu imekuwa mambo ni magumu kiasi gani, lakini wewe na Mungu usiharibu uhusiano wako. Usije ukakubali kuharibu uhusiano wako na Mungu kwa sababu ya jaribu. Usije ukubali hicho kitu. Usije ukubali kuharibu uhusiano wako na Mungu kwa sababu ya vita ya maneno kwenye eneo unalokaa. Usije ukubali kuharibu. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wako anaweza kukusaidia, anaweza kuruhusu. Si tu anaweza kuzuia usiingie kwenye tanuru la moto, anaweza kuruhusu ukaingia na bado ukatoka salama. Si tu anaweza kuzuia usiingie, no, uwezo wa kuzuia alikuwa hanao, lakini ndio uwezo wa kuingia na tanuru na kwa sababu alikuwa hanao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Mimi sijajua njia unayopita ni njia gani, ina ugumu kiasi gani. Mimi sijajua jaribu lililo mbele yako ni gumu kiasi gani, lakini tambua maadamu ni Mungu amekuruhusu upite, usije kumwacha. Maadamu Mungu amekuruhusu upite ile eneo, usije kumwacha. Kuna mahali Mungu anataka kupeleka. Maandiko yanasema hivi, hawa kina Shadraka, Meshaki na Abednego. Tusomee habari hapa, tumalizie mstari wa mwisho. Mstari wa 29. Basi mimi naweka amri ya kuwa kila kabila ya watu wa kila taifa na kila lugha watakao nena neno lote lisilopasa juu ya huyu Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego watakatwa vipande na nyumba zao zitafanywa njaa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. Hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii.
Kwa hiyo Mungu alikuwa anataka kumtambulisha Mungu akina Shadraka, Meshaki na Abednego mbele yao. Haleluya. Kuna mazingira Mungu anataka kujitambulisha, kujitambulisha mbele ya maadui zako, lakini anataka wewe utayari wako. Mungu wa namna hii Nebukadreza hakuwahi kumuona. Mungu wa namna hii anasema hakika atakayesema yote mabaya kwa Mungu wao wanaomtumikia, aisee, akate vipande vipande na nyumba zao zifanye jaa. Kwa nini? Anasema kwa sababu hakuna Mungu awezaye kuokoa namna hii. Haleluya. Siku moja maadui zako waseme hakika hakuna Mungu mkuu kama Mungu wako. Hakuna Mungu awezaye kuokoa kama Mungu unayemtumikia. Hakuna Mungu ambaye anaweza kukusaidia kama Mungu anaweza kusaidia. Haleluya. Sijatambua njia unayopita, lakini principle ni ile ile. Kubali na uamini njia anayokupitisha Mungu ni salama. Kubali na uamini njia anayokupitisha Mungu ni sahihi. Kubali na uamini kwamba njia anayokupitisha Mungu ni sahihi kabisa. Haijalishi ni ngumu kiasi gani sahihi, lakini tambua kabisa ni salama. Haijalishi wengine hawaielewi, lakini tambua ni salama. Haijalishi wengine wanasema ni kweli hapo utatoka, kubali kabisa uamini kwamba hii njia ni salama. Kwa nini? Ninamjua wapi Mungu alikonitoa. Ninamjua wapi Mungu amenitetea. Ninamjua mazingira magani Mungu amenitetea, alinipitisha. Kuna mazingira watu wengine wote hawakumuelewa. Nebukadreza hakumuelewa Mungu kwa Danieli, lakini walipofika walipotoka kwenye tanuru la moto alimuelewa Mungu wao. Na inawezekana nyakati hizi wengine hawamuelewi Mungu wako kwa sababu uko kwenye tanuru la moto. Yamkini saa hii wengine hawamuelewi Mungu wako kwa sababu saa hii uko kwenye jaribu, lakini tambua ukitoka hapo, ukifika kwenye bahari ya Shamu watamuelewa. Watasema hakika Mungu ana mai sijamuona. Mungu ana mai sijamuona. Na ile kwako katika jina la Yesu. Jaribu unayopitia, na ile kwako Mungu akusaidie uvuke hapo, wakamuelewe Mungu wako. Haleluya. Nebukadreza walipokuwa wanaanza ile safari wanaingia, hakuwa anamuelewa Mungu wao. Hakuwa anamuelewa. Si mnakumbuka kwa alisema hivi, akasema ni Mungu yupi hawezaye kuwaokoa na mkono wangu? Yamkini wakina Shadraka akasema ni Mungu huyu tunamtumikia, walisema moyoni. Yamkini alisema ni kweli umesema Mungu yupi, lakini tunamjua Mungu huyu tunamtumikia anaweza kutoka kwenye jaribu, kwenye ile test, kwenye mtihani. Mungu huyu ambaye unamdharau, huyu anatuokoa hapa. Mungu huyu ambaye unasema mtafaulu hapa sijui, ndio mkono wangu nasema mimi, unasema Mungu huyu anasaidia hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maadui anapofunga njia zako za mafanikio, usitegemee Mungu aweze kufungua njia nyingine. Atafungua tu. Kwa nini? Kwa sababu anakujua maana ya safari unayoelekea. Narudia tena. Nasema hivi. Nebukadreza wakati ule mlolongo unaanza, hakuwa anamuelewa Mungu akina Shadraka, Meshaki na Abednego. Hakuwa anamuelewa. Walipokubali, alikuwa anaongea pale, anaambia Shadraka na Meshaki, kubalini msujudie huyu sanamu langu. Wakasema hapana, tunamjua Mungu wetu, tunamtambua. Hapana, sisi tayari tu, kama kufa tufe tu, lakini tunamjua Mungu wetu. Kwani kwa sababu tunajua hatima tulizobeba, tunazitambua. Maandiko yanasema. Akasema okay. Alipoona wajibu kwa jeuri, hawajibu kwa utii, akasema okay. Aise, ongezeni mara 7. Akaongeza. Akasema sawa, wewe ongeza tu. Hata mara 10 ongeza tu. Walipoingia, walipotoka, hawakuwa vile walipoingia. Haleluya. Nasema hivi. Walipoingia kina Shadraka na walipotoka hawakuwa vile walivyoingia. Unasema kivipi? Walipoingia walikuwa wanaonekana watu wa kawaida. Walipotoka maandiko yanasema walipandishwa vyeo. Walipandishwa vyeo. Kwa hiyo lile lilikuwa ni jaribu kwao. Walipopita, walipotoka hawakuwa level ile tena. Bwana Yesu asifiwe. Jaribu ambalo liko mbele yako, ukikubali kuingia na Mungu wako, ukitoka hautakuwa level hiyo. Hautakuwa namna hiyo kabisa. Hautakuwa wa namna hiyo. Wengine kama sikuelewe, lakini tambua kabisa nikiingia hapa nikatoka. Kwa hiyo unaelewa, ukiingia kwenye mitihani, ukafanikiwa kufaulu, unaenda hatua nyingine. Kila unapokupo hivyo, nikubali kuingia, kubali uingie na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna sentensi chache hapa za kuandika, alafu nataka tukafanye maombi.
Kama unaandika, andika Danieli sura ya 3 mstari wa 12 mpaka 23. Danieli sura ya 12, Danieli sura ya 3 mstari wa 12 andika mpaka 29. Mpaka 29. Andika mpaka 29. Nimesoma baadhi, lakini ukipata muda endelea kusoma tena. Kuna sentensi za kuandika. Usikubali kuikatia tamaa njia anayokupitisha Mungu. Haijalishi ni ngumu wala haieleweki. Usikubali kuikatia tamaa njia anayokupitisha Mungu. Haijalishi ni ngumu wala haieleweki. Haijalishi ni ngumu wala haieleweki. Usikubali kuikatia tamaa njia anayokupitisha Mungu. Yamkini wengine wasielewe, lakini kamwe usikubali kuikatia tamaa. Wengine tumefika hapa tuna shuhuda nyingi sana. Kama mwingine angepita njia angekuwa anaweza kukata tamaa, lakini tulikubali kupita na Mungu wetu. Tukasemaje? Tupite tu. Kwa wengine tunaonekana vituko, lakini hadi tupite na Mungu wetu. Leo hii ukisema ukishuhudia watu wanasema kweli ni wewe uliyepita ile njia. Wakati huo ulikuwa unajisikiaje? Nilikuwa najisikia kama mwanadamu anapojisikia. Hivyo unajisikia kujitenga na watu, lakini Mungu alinitetea. Leo hii nimevuka. Mungu alinipigania, leo hii nimevuka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Na hakuna nyakati ngumu kama unapokuwa kuna kitu Mungu ameweka ndani mwako kimesha exposure mbele ya watu. Yaani kimeshaonekana. Kinasaidia wengine. Alafu ghafla baada ya muda utokea jaribu. Yaani wengine hawakuelewa, nasema mpaka yule kweli. Lakini maadamu unajua Mungu wako alipokutoa, usivunjike moyo. Endelea kumshikilia. Bwana Yesu asifiwe. Kristo asifiwe sana. Yamkini ukawa ni mwimbaji, ghafla jaribu ambalo ukashindwa kujishikilia ghafla. Ukasema Mungu, ninaona njia ninayopita, sijui kama nitatoka. Maana bado uko na Mungu wako. Mungu, yamkini nilishindwa kushinda jaribu, lakini bado nakuja kwako. Mungu asifiwe sana. Usikubali kuikatia tamaa njia anayokupitisha Mungu. Haijalishi ni ngumu wala haieleweki. Kuna hichi kitabu cha Isaya. Nilikuwa nataka nikisahau kusoma kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya, tunamalizia hapa, tunakwenda kuomba. Isaya sura ya 55. Tunamalizia hapa, tunakwenda kuomba. Isaya sura ya 55 mstari wa 8. Maandiko yanasema hivi: maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu. Kwa njia za Mungu ni sahihi majira yote. Wewe unaweza ukaona yamkini usingo hapa chuoni, mahali pengine chuo ambacho ulikipenda, yamkini uliamini ilikuwa ni sahihi kabisa kwako, lakini kwa Mungu haikuwa hivyo. Bado endelea kukubali na kuamini, bado ni sahihi na salama kwako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Nasema hivi, wakati unamaliza masomo, yamkini kuna mahali utamani uwepo, lakini ghafla ukajikuta umeangukia upo katani. Na kuna mahali kabisa ulipopaka kwenye agenda zako za kuomba, unaomba kabisa, lakini ghafla sasa uko hapa. Kubali na uamini, njia ya Mungu ni sahihi na salama kwako. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Sentensi nyingine andika: usipoelewa njia anayokupitisha Mungu. Usipoelewa njia anayokupitisha Mungu, jitahidi uamini kuwa ni salama kwako. Usipoelewa njia anayokupitisha Mungu, jitahidi uamini kuwa ni salama kwako. Sentensi nyingine andika: wakina Shadraka na Meshaki na Abednego ilikuwa ni vigumu kuielewa njia anayopitisha Mungu, lakini ilibidi waamini. Yamkini wakina Shadraka, Meshaki na Abednego walitegemea labda Mungu
anaweza kutuma namna yote ya kuwazuia wasiingie kwenye tanuru la moto, lakini walikubali kuamini tu. Wanasema tumuelewi Mungu, lakini tunakubali kumwamini tu. Sentensi nyingine andika, yamkini mfalme Nebukadreza hakuwa anamuelewa Mungu wa kina Shadraka, Meshaki na Abednego, lakini wakati ulipofika alimuelewa Mungu wao. Yamkini mfalme Nebukadreza hakuwa anamuelewa Mungu wa kina Shadraka na Meshaki na Abednego, lakini wakati ulipofika alimuelewa Mungu wao. Yamkini saa hii wapo ambao hawamuelewi Mungu wako, lakini siku na graduate watamuelewa Mungu wako. Yamkini saa hii wapo ambao hawamuelewi Mungu unayemtumikia, wanasahau ndugu, si kwa nani anamtumikia Mungu lakini hatuna matokeo, lakini siku ambapo unapata kazi watamuelewa Mungu wao. Watamuelewa Mungu wao, watamuelewa kabisa. Wasa hivi ni kweli, kumbe Mungu wao anajibu kwa namna hii. Ni kweli, nilikubali kumwamini tu. Kuna njia nilikubali kupita, nilikuwa simuelewi, lakini nilimwamini tu. Nikaamini bado njia ya Mungu ni salama. Njia ya Mungu ni salama. Njia ya Mungu ni salama. Mimi sijajua njia ya Mungu anayokupitisha ina hukumu kiasi gani. Sijatambua. Yamkini wewe ndio mmoja wapo ambao saa hii upo unakaribia wewe ni wakuu kina Nebukadreza wamekuita. Mimi sijajua, wewe unajua. Wanakwambia hapa principles hapa, ili utoke lazima upite njia hii. Alafu ukatafakari, nimekukariri miaka kadhaa iliyopita. Hivi kweli nimedumu kwenye wokovu miaka yote nije niongee la SLC? Ukasema hapana. Lakini tambua katika yote bado Mungu wako ana nguvu za kukusaidia. Haleluya. Mungu alikutetea mwaka jana, alikutetea mwaka juzi. Huyo Mungu anaweza kukutetea mwaka huu. Wewe ni kumwamini. Nataka tukafanye maombi hapa. Yamkini upo mahali hapa, natambua kabisa mwaka fulani nili utajaribu gumu sana. Yamkini ndio jaribu mtanao, labda lilishinda au nilishindwa kulishinda. Lakini ghafla baada ya pale uhusiano wangu na Mungu ukaanza kupungua. Nataka tukafanye maombi hapa. Yamkini ulikuwa ni mtumishi wa Mungu, unajaribu gumu sana. Kiasi kwamba kasema Mungu, kwani umeruhusu lije hivi? Kwa nini? Nimekutumikia hivi, kwani umeruhusu lije hivi? Lakini ghafla baada ya jaribu ukashanga uhusiano wako na Mungu ukaanza kupungua. Bila ambavyo ulikuwa unajitoa kumtumikia Mungu, ulikuwa unajitoa kwenye bidii kufanya kumtumikia Mungu, ghafla ukaanza kupungua. Wengine mpo hapa mnatambua, ulipoanza first year ulikuwa na moto mkubwa sana kumtumikia Mungu. Ghafla masomo yalikuja yakaja tofauti. Baada ya pale ukaanza kupunguza uhusiano wako na Mungu. Ukaanza kufikiri labda Mungu ndiye amesababisha haya. Ukaanza kupunguza uhusiano wako na Mungu. Ipo chance tena. Yamkini kumbe ungeshikilia vile. Yamkini usingekuwa hatua hii. Nataka tukafanya maombi hapa. Naomba tusimame. Wewe unatambua kalama uliokuwa nayo ulipokuwa unaanza. Wewe unatambua wito uliokuwa nao. Unatambua kabisa kwa Mungu alipokutoa, unatambua kabisa uhusiano wako. Lakini kuna kipindi ulikutana jaribu. Yamkini ilikuwa ni kuingia kwenye moto. Ukasema hivi kweli niingie kwenye moto? Nitatoka kweli? Hapana. Labda kuna mahali hapa nitakuwa sijafanya sahihi. Ukasema hapana. Nitatubu nikitoka. Ukasema hapana. Heri nisiingie. Yamkini wakubali kuisujudia sana, wakubali kabisa ukashindwa, ukasema kwa kweli hapana. Lakini kumbe shetani alikusaulisha. Usitambue kama Mungu wako si tu ana uwezo wa kuzuia. Ukasahau kama Mungu anaweza kuruhusu ukaingia na kutoa salama. Nataka niombe pamoja na wewe. Kama unajua hicho kipindi ulichokutana nacho, songa mbele, tuombe pamoja. Kama unajua wewe kuna jaribu fulani, afu baada ya hapo uhusiano wangu na Mungu ukaharibika. Si tu ukaharibika, labda ukapungua. Nikapunguza kasi. Nilikuwa najitoa sana kabisa kufanya kitu hiki na hiki. Lakini ghafla, nilipata kipindi fulani, ghafla alikuwa ni maneno ya watu. Ghafla
Ulikuwa unasema say kama ndivyo ukapiga hatua moja nyuma au ukasema hapa nilipofika acha niwe vuguvugu tu. Karibu mbele. Karibu mbele. Karibu mbele. Karibu mbele. Usiogope karibu, kwa sababu kitu Mungu alichoweka ndani yako ni kikubwa sana, ni kikubwa sana. Haupaswi kuwa level hiyo. Haupaswi kuwa level hiyo. Ulipaswa kuwa hatua kubwa zaidi hapo. Ulipaswa kufanyika ushuhuda kwa wengine, ulipaswa kufanyika ushuhuda kwa wengine. Lakini jaribu lolote mbele yako lilikuwa ni gumu, lilikuwa na moto. Ukasema sasa sijui kama nitatoka, ukasema ukakubali, ukasema Mungu, kama njia ninazopita ndio hizi, ukasema hapana. Karibu, ipo nafasi tena. Nataka nifanye mambo pamoja na wewe. Kwa sababu Mungu kitu alichotaka ni kikubwa sana, ni kikubwa. Anatamani kupeleka viwango vingine, hatua nyingine. Wakina Shadraka walipelekwa hatua nyingine, lakini walikubali na wakaamini njia Mungu anaruhusu kupita. Walikubali wakaiamini. Yamkini bado najifikiria nasema hapana. Kubali kutengeneza na Bwana. Kumbe Mungu niko tayari tena. Kweli lilikuwa la moto sana, lakini nilisahau kama mimi ni nani. Nilisahau kama kuna kitu umenipa. Nilisahau nilivusha wengine wengi. Nilisahau kwa Mungu kuna mazingira unipitia, ningeendelea kukumbuka tu nikaamini. Karibu mbele, nafasi bado ipo, tunakusubiria. Wewe ni mtumishi ujae. Wewe ni mtu mkubwa ujae. Kabisa kuna kitu Mungu ameweka, kuna kitu. Hatua uliopo sasa hivi sio ile. Mungu anatamani kupeleka hatua nyingine. Umekoma hapo kwa muda mrefu sana. Umeona haiwezekani. Hapana, linawezekana. Wito leo ni mkubwa sana. Tena kutengenezea uzito. Karibu mbele, usiogope. Ipo neema inakusaidia. Ndio ilikuwa ni ngumu sana, lakini ipo neema ya kusaidia tena. Jaribu lilikuwa la moto sana, kali sana, lakini bado yupo Mungu akusaidia. Yupo Mungu akusaidia tena. Usikubali kuishia hapo. Usikubali kuharibu uhusiano wako na Mungu kwa sababu ya jaribu. Jaribu lipo tu, ni kama mtihani ulivyo. Bado nasikia Roho Mtakatifu ananishuhudia, bado kuna mtu yuko, bado kuna mtu anasita. Bado nasikia Roho Mtakatifu anasema bado kuna mtu anajifikiria. Yamkini wewe ni Shadraka, yamkini wewe ni Meshaki, yamkini ni Abednego. Yamkini upo mbele ya Nebukadreza. Unafikiria hivi kweli umoto unakwenda kuniishia? Hapana. Karibu mbele, tunakusubiria. Endelea kwa mbele. Tunakusubiria.
ripokoko, ripaka, ripoko, ripaka, ridarabasako, ripakindirigoya, rikikirigoya, rikikirigoya, rapamarabasa, rokokorabasi, ripakarabasamo, ripakashi, ripakarabasi, ripochi, ripakarabasi, ridorobosaka, ripakakado, rokokoko, ripakachaka, ribarabasako, rapaka, rikokosha, ripakarabasi, ripozapa, rikoko, ripakarabasi, rikokorabasa, rakokosaka, ripakati, rikokosaka, rokosaka, rikosi, rikakarabasi, rikokoraba, rokoko, 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 ripakachako, rakachalo, rikokosaka, ridarabasako, rokokosaka, rikosha, rikasi, rikakarabasako, rokoko, rikakachaka, rikokosindirikaria, rikokasi, rikasi. Jesus. Nifuatishe maneno haya, mlipo mbele na kule nyuma, nifuatishe maneno haya, nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninakuja mbele zako. Yamkini sikujua hili ni jaribu kwangu, yamkini sikujua, yamkini sikujiandaa kwamba ipo siku nitaingia kwenye tanuru la moto. Sikujiandaa. Siku ya leo, yamkini hilo jaribu, lile jaribu nililiona kwa macho ya nje, lilikuwa kali sana, lilikuwa linaogopesha, nikashindwa kuvuka, nikashindwa kuamini kama wewe Mungu ungenisaidia tena. Siku ya leo ninaomba toba. Bwana Yesu, unisamee, nitie nguvu tena, kwa sababu siwezi kwenda hatua nyingine bila kupita kwenye tanuru la moto. Siwezi kwenda viwango vingine bila kupita kwenye jaribu. Bwana Yesu, ninaomba unisaidie, saidia imani yangu iliyo dhaifu, itie nguvu katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Shetani anaponiletea majaribu ya matisho kwamba siwezi, kwa Mungu wangu hawezi kunisaidia, niendelee kuamini kwa Mungu wangu anaweza kunisaidia. Kama wakina Shedraka, wakina Benego na wakina Meshaki walikubali kuamini mbele ya mfalme Nebukadreza, wakasema kwamba Mungu tuliye naye anaweza kutuokoa. Nami siku ya leo niko tayari nikiamini Mungu niliye naye si tu anaweza kunisaidia, anaweza kunizuia nisiingie ndani, lakini pia anaweza kuniruhusu nikaingia ndani na nikatoka salama, na nikatoka ninang'aa, na nikatoka madhahabu, na nikatoka ninang'aa. Bwana Yesu, nitie nguvu saa hii, imani yangu isiteleke tena, isirudi nyuma. Bwana Yesu, nisaidie. Ni kweli naitamani kufika nchi ya ahadi, lakini ni vigumu bila kupita katikati ya bahari ya Shamu. Bwana Yesu, nitakapopita kwenye bahari ya Shamu, nitakapoona bahari ya Shamu iko mbele yangu, Bwana Yesu, saidia imani yangu isirudi nyuma, katika jina la Yesu, katika
jina la Yesu. Endelea kuomba kwa maana endelea kuomba. Mwambie Mungu, nitie nguvu. Yamkini lile jaribu lilikuwa zito nikaogopa, lilikuwa zito nikasita, lilikuwa zito. Bwana Yesu, leo nakuja kwako. Nilisahau kwamba upo Mungu uweze kunisaidia, upo Mungu uweze kunitia moyo, upo Mungu uweze kunitia moyo. Siku ya leo nakuja kwako, naamini Bwana, katika wewe zipo njia tena ya kuvunja, tanuru la moto lisiharibu uhusiano wako na Mungu, rapa karabasi ripotaka ripata riposi ripata, kwa mahali ambapo Mungu amekusudia ufike, yamkini karama ya uimbaji, yamkini karama ya kuhubiri, yamkini karama ya kushauri watu. Jaribu lilipokuja ukaogopa, ukasema why mimi? Kwa nini mimi? Nataka nikwambie kwamba wewe ni chombo teule. Mungu amekusudia wewe ni chombo teule. Bwana, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, natokeza Bwana, kundi lako hili Bwana, wanapokuja mbele zako, yamkini majaribu walioyaona yalikuwa watoto. Bwana Yesu, watie Mungu tena, nitakapokuja hilo jaribu, Yesu karibuke, kama imani yako Bwana, nitie nguvu tena, ile kalama, ile kipawa, ulicheka ndani mwake, na achilia damu ya Yesu Kristo, ndio karama ya uimbaji, ndio karama ya kushauri watu, na achilia damu ya Yesu Kristo. Bwana, msaidie asirudi nyuma, akiona changamoto asirudi nyuma, asonge mbele katika jina letu. Weka nguvu mpya tena kwenye karama uliyoweka ndani mwake, weka nguvu mpya tena kwenye wito uliomletea katika jina letu. Hilo jaribu amekubali kutengeneza nayo Bwana, Yesu mtie nguvu, usimwache katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo. Inasogeza kile ambacho uliyoweka ndani mwake Bwana, yamkini jaribu lilikuwa ni zito. Yesu mtie nguvu tena, msaidie na msamehe tena. Hakutambua ni ngumu kiasi hiko, hakutambua itakuwa zito kiasi hiko, lakini Bwana bado anatuamini, bado anasema Yesu ni Bwana. Mungu msaidie, saidia ulichoweka ndani mwake katika jina la Yesu. Ninasogeza Bwana ule wito, ule upendo ulioweka ndani mwake Bwana, msaidie Bwana, asiteseke, msaidie Bwana, ile ulichoweka Bwana, ulichoweka ndani mwake Bwana, anakubali kutengeneza Bwana. Yesu mpokee tena, Yesu mtengeneze tena, Mungu ni kikubwa, ni karama kubwa wanipa Bwana. Saidia asirudi nyuma, saidia avuka huo moto, anauona mbele yake katika jina la Yesu. Saidia avuka, anauona mbele yake. Roho yote inayomzuia na iondoa, roho yote inampiga vita na iondoa, inayompiga kwamba hawezi na ikataa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Mpe roho ya kuamini kwamba uko Mungu wezaye, mpe roho ya kuamini kwamba uko Mungu wezaye. Hilo jaribu ambalo aliona yamkini lilikuwa gumu kwake, hata sio Mungu anaweza kusaidia. Siku ya leo anapokuja kutengeneza Bwana, Yesu mpokee, tengeneza tena kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tengeneza tena, Yesu msaidie, saidia Bwana, anza damu ya Yesu ndani yake, damu ya Yesu ndani yake, kwenye karama na vipawa ulichoweka kwake. Roho ya jaribu inampiga vita, roho ya vita imevuka juu yake. Yesu amekushinda, Yesu amekushinda. Hajalishi ni kubwa kiasi gani, Yesu amekushinda. Rapaka rikoko rinabasi rikosaka rikosi rikokosama rikasiri, kwa sababu hamna ushuhuda bila jaribu Bwana.
uliona moto, yamkini Bwana utambua katikati ya moto Bwana yuko tena, katikati ya jaribu Mungu yuko tena, katikati ya vitu Yesu yuko tena. Nasogeza Bwana, Mungu watumishi wako hawa wasaidie, waliokubali kutengeneza, waliokubali kuanza na Bwana, waliokubali kuanza na Bwana. Yesu wasaidie, Yesu watie nguvu, Yesu wasaidie. Jaribu zinapokuja tena, halilisha wagumu kiasi gani, Yesu wape nguvu za kushinda katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Jesus. Ripoko, ripasha, riposi, ripaka, riposi, karapashi, rapoko, rapoko, rapaka, riposi, karaposa, raita karabasi. Jesus. Arapas, rapasam, roko saka, rico coco, rica pasini ricolia, rici sini ricolia, arapasaka, roko saka, ripasi, arapasaka, rapo saka rabasi, ripasi. Jesus. Ninakushukuru Mungu kwa neema yako na uaminifu wako. Asante kwa neema yako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa neema yako, asante kwa siku ya leo, asante kwa neema yako Bwana, asante kwa kibali chako, asante kwa uzima wako. Ee Mungu, nawasogeza watumishi wako katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Mungu wasaidie Bwana, mahala wanapopita ni pagumu, lakini Yesu watie nguvu, wasiharibu imani zao katika wewe Bwana, wasiharibu uhusiano wao na Bwana. Wakumbuke Mungu ulipowatoa, wakumbuke Bwana, wakumbushe wakumbuke kwamba Yesu bado upo, bado upo hai ndani mwao, bado upo hai, unaweza kuwasaidia tena. Wakumbushe Bwana katika jina la Yesu, wakumbushe Bwana neema yako iliyo kuu, neema yako iliyo kuu Bwana, katika jina la Yesu. Wakumbushe Bwana, kwa mkono wako ni mkuu sana. Mungu, asante kwa neema ya siku ya leo, asante kwa siku yetu ya pili, asante kwa kibali ulichotupa Mungu. Wasaidie watumishi wako, yamkini yupo hapa Mungu ambaye mwingine aliona jaribu limekuja saa hii. Mungu, mpe nguvu ya kulishinda, mpe nguvu ya kulishinda. Amini, baada ya kutoka kwenye moto hatakuwa vile vile alivyoingia. Wasaidie Bwana, wengine na kalama kubwa na wito mkubwa, wasaidie Bwana, usiwaache. Wengine na kalama za kuhubiri. Asante Mungu kwa neema yako ya siku ya leo. Narudisha utukufu na heshima kwako, na hata wale ambao tufuatilia online Mungu kwenye YouTube, wasaidie Bwana, wasaidie Bwana katika jina la Yesu. Asante kwa neema yako na uaminifu wako kwa siku ya leo ya pili, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Tunaanza kurudi kwenda kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Siku ya kesho takupo tuna mambo kadhaa. Kwa kimpendeza Mungu tuanze mapema, kwa sababu kesho ni siku yetu ya mwisho. Tutakuwepo, mwenyekiti aliwatangazia kwamba muendelee kuandika yale mahitaji au malengo yako kwa mwaka 2026. Tukasema utaandika mara mbili, moja utabakia kumbukumbu kwako, utakuwa ukitiki, alafu mengine tutaendelea kuyaombea. Kila ninapokuwepo nitaendelea kuyaombea, tutakusanya siku ya kesho, alafu tutaendelea nayo kila ninapozunguka tutazidi kuyaombea. Haleluya. Kwa kisha unaandika mahitaji yako, unapiga kama ni picha, unaandika sehemu nyingine ambapo utakopo ukiendelea kuyatiki malengo au mahitaji, malengo au mahitaji. Kama ni malengo yako mwaka 2026, yaandike tu
Hajalishi lilikuwa ni gumu, umeandika miaka mingapi, wewe liandike tu. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Kitakwenda kuandika ukiamini kwamba 2026 ndani ya zile baraka ambazo zitakwenda kupita 2026, miongoni mwa jina lako na wewe liwepo. Haleluya. Miongoni mwa zile baraka ambazo zitapita 2026, wale ambao wameamriwa kubarikiwa 2026, jina lako na pia liwepo. Kuandika ukiamini Mungu atafanya. Lakini pia siku ya kesho kwenda kumtolea Mungu sadaka ya shukrani kwa ajili ya semina. Kwa utakapokwenda kuambatisha na maombi, endelea kuomba unapokuwa nyumbani. Omba ukimwambia Mungu, hii ni semina ya mwanzo wa mwaka. Kwa nini iwe Katavi? Kwa nini iwe chuoni kwetu? Kwa nini sio mahali pengine? Kuna kitu Mungu amekusudia uvuke hilo eneo. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Basi nishukuru alafu nikaribishe uongozi. Mungu ninakushukuru kwa siku ya leo. Wasaidia watumishi wako kwenye ratiba nyingine wanazoendelea nazo. Siku ya kesho Mungu tupe na kibali. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Wale pia ambao wanahitaji vitabu vipo, unaweza kujipatia. Karibu uongozi kuendelea.